Baraza la Maaskofu Tanzania wameendelea kuchechamaa na wameendelea kuzungumza tena kwa kishindo, na huku wakiweza kuingilia kati, na sakata hilo limeanza siku ya Pasaka tarehe 20 mwezi wa 4 2025, ambao wameweza kuhakikisha kabisa kwamba wanalizungumza ndani ya misa, na wameweza kulizungumza huku tena kwa waraka mrefu sana ukiweza kutoa ujumbe kutoka kwa viongozi wa serikali ambao unaongozwa na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo yaliweza kujadiliwa ni kuhusiana na amani ndani ya taifa la Tanzania, lakini pia sakata la kumwachia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na pia mada nyingine ni kurejea mezani, yani ni kurekebisha kile kinachodaiwa na chama pinzani kwenye swala zima la katiba. Kwa hiyo ni swala ambalo tayari limeonekana limewafikia viongozi wa dini, na hapo pameanza kuchangamka. Yani of course ni kwamba walichokihitaji baraza la maaskofu ni Tundu Lissu kuachiwa bila masharti, na swala lingine ni kuhakikisha kabisa kwamba haya mambo yanakaliwa mezani na warejee kabisa ili kutengeneza amani panapokuwa na changamoto kama hizi, kwa sababu tayari imeonekana dhahiri shahiri kwamba Chadema hawataki lingine zaidi ya kukaa mezani na kuangalia nini kinachotakiwa kufanyika ndani ya katiba ya Tanzania. Kwa hiyo ni swala ambalo tayari limeanza kuwa gumu na limeanza kuwa zito, kwa sababu pengine kuna ile hauheni ya Chama cha Demokrasia mpaka sasa hivi, na wao wameona kabisa kwamba tayari wameshapata nguvu, kwa sababu sapoti iliyoonekana kutoka kwa viongozi wa dini. Kama unavyojua, kumekuwa na power ya kutosha kutoka kwa viongozi wa dini. Kwa hiyo hapa ndio pataanza kuonekana, je, serikali itakubaliana na viongozi wa dini ama la? Sasa kama hakutokuwa na makubaliano baina ya viongozi wa dini pamoja pia na serikali ya Tanzania, maana hapo tayari pataonekana kabisa kwamba hakuna makubaliano dhahiri na hakutakuwa na ule uelewa wa kwamba viongozi wa dini walichokishauri manake watakuwa wameweza kupuuziwa. Kwa hiyo hapo pia pataanza kuwa na changamoto na tatizo. Kwa hiyo baada ya tatizo kupungua, manake kutakuwa na muendelezo wa maongezi na kutakuwa pia na maelezo ya taharuki tofauti tofauti zitakazokuwa zinaendelea ndani ya jamii. Lakini mpaka sasa hivi hatujajua mwafaka utakaoweza kuwepo kwa Aprili 24 ambao ni siku ya kusikiliza kesi ya Tundu Lissu, na huku pia Watanzania wakiweza kuombwa sana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuweza kujitokeza kusikiliza kesi hiyo, licha kama tulishaweza kusikia kutoka kwa Kamanda Jumanne Mlilo kanda ya kati ya Dar es Salaam, huku akiweza kuzungumza na kutaka watu wasiweze kujitokeza kwa sababu anajua pengine panaweza pakajitokeza madhara ya ugomvi na vurugu ikafanyika katika mahakama ya Kisutu. Kwa hiyo yote yana fact na yote yana maana, lakini hatujajua mpaka sasa hivi ni nini kitakachoweza kujili. Tukutane kwenye comment, na hii ni Hot Boy Media.